Hii ni Freedom Studio na mimi ni Samuel Kakila, nakuletea kipindi kinaitwa Sayari ya Michezo. Ni muda mrefu hakikuwa hewani, lakini kinarudi kwa kasi kubwa. Leo nitakuwa na habari za michezo kemkem. Nitakuletea habari za ligi kuu Tanzania bara, nitakuletea habari za AFCON, mashindano ya mataifa ya Afrika, na nitakuletea pia habari za UEFA Champions. Nitakuletea matokeo na uchambuzi kwa kugusa maeneo hayo ambayo nimekutajia. Nikianza na ligi kuu. Ligi kuu imeendelea katika weekend iliyopita na mwanzo wa wiki hii, ambapo tarehe 17 ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, Azam walicheza na Coastal Union na kuishinda Azam kwa magoli kuishinda Coastal Union kwa magoli 3-1. Magoli yaliyofungwa na Fei Toto, Bola Kita pamoja na Yahaya Zaid. Simba siku ya Jumapili tarehe 18 ilicheza na Mtibwa Sugar, wakadraw kwa kufungana goli 1-1 na Mtibwa Sugar. Na Yanga ya Dar es Salaam mwanzoni mwa wiki hii wamecheza na timu ya Mashujaa na kuiburuza kwa magoli 6-1 kwa bila. Magoli ambayo yamefungwa na Damaro, Duke Abuya, Pakome, Dube, Mudathiri Yahaya na Dep. Kuna wachezaji wawili hapa ambao wameingizwa katika usajili kwa dirisha dogo na katika kikosi cha mabingwa watetezi Young Africans ambao wameweza kuingia kambani kila mmoja mara moja, ambao ni Dep na Damaro. Damaro ni kiungo kabaji, lakini Dep yeye ni mshambuliaji. Azam wamecheza mchezo mwingine tena Jumanne ya wiki hii, wakiingia uwanjani kupepetana na Singida Fountain, na wametoka suluhu ya bila kufungana na Singida Fountain. Wakati ambapo JKT Tanzania na Singida Black Stars wameingia uwanjani kupepetana, na JKT Tanzania wameifunga Singida Black Stars goli 1-0, JKT wakiwa ugenini. Salehe Kalabaka ndiye mfungaji wa goli la JKT Tanzania. Hii kwa kifupi kabisa ndiyo michuano ya ligi kuu iliyoendelea mwishoni mwa wiki iliyopita na mwanzoni mwa wiki hii. Na sasa nitakupeleka moja kwa moja katika viwanja vya AFCON iliyofanyika Morocco kwa kipindi cha takriban mwezi mzima, na ambapo taji la AFCON limechukuliwa na Simba wa Teranga, Senegal, akitawazwa kuwa bingwa wa michuano hiyo kwa kumfunga Morocco goli 1-0. Nitaanza na michuano hii kwenye ngazi ya nusu fainali, ambapo nusu fainali ya kwanza Senegal wakicheza na Misri waliwafunga Misri goli 1-0. Goli lililofungwa na Sadio Mane katika dakika ya 78. Hii ilikuwa ni nusu fainali ya kwanza. Nusu fainali ya pili Nigeria waliingia uwanjani na Morocco, wenyeji wa michuano, ingawa kwenye mchezo huu Morocco kikanuni alikuwa ni timu iliyokuwa ugenini. Walitoka suluhu baada ya dakika zote 120 na kuingia katika hatua ya kupigiana penati 5-5, ambapo Nigeria hakuona ndani baada ya kutoka na penati 2 tu, wakati Morocco akiibuka mshindi na penati zake 4. Na kwa hiyo nusu fainali waingiza Senegal na Morocco 1-1 katika fainali ya michuano hii. Mshindi wa tatu
ilizilazimu Misri na Nigeria kuingia katika mchezo huu au mechi hii, na baada ya dakika 120 za bila kufungana, Misri walijikuta wakiburuzwa na Nigeria kwa magoli 2-4 kupitia kupitia mapigo ya penati 5-5. Kwa hiyo mshindi wa tatu wa michuano ya AFCON mwaka 2025 iliyochezwa Januari 2026 ni Nigeria, ndio wamechukua nafasi ya tatu. Fainali iliwakutanisha Senegal na Morocco, na Senegal alifanikiwa kutoka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Morocco, wenyeji wa michuano. Ingawa pia katika mechi hii Morocco kikanuni alikuwa mgeni, Senegal akiwa mwenyeji. Pape Gueye dakika ya 94, dakika 4 tu baada ya extra time kuanza, akiingia kambani kwa mpira mmoja mkali, mchomo wa mbali, na kumshinda golikipa wa Morocco na kuhesabu goli la ushindi kwa upande wa Senegal. Kufuatia matokeo kadhaa likiwemo lile la kukosa penalti kwa Brahim Diaz wa Morocco dakika ya 90 baada ya mchezaji mmoja wa Senegal kufanya madhambi katika eneo la penalty box kwenye goli lake na referee kuamua penalti. Penalti hii ilizua kizaazaa na mchezo ulisimama kwa dakika kadhaa za kizaazaa baada ya referee kuto kuona na kuitwa na marefa wasaidizi ambao wanakuwa kwenye chumba cha VAR ili aje angalie replay ya faulo ambayo ilichezwa na mmoja kati ya wachezaji wa Senegal kwa Brahim Diaz, ambaye alilalamika sana na kudai penalty. Mwanzo referee hakuwa ameona. Baada ya kuitwa na wasaidizi wake kwenye VAR walioko kwenye chumba cha VAR, ilimlazimu kurudi na kuangalia replay, na kweli kulikuwa kuna faulu ambayo ilikuwa imechezwa na yeye hakuwa ameiona. Aliamua mchomo wa penalty kuelekezwa golini kwa Senegal. Hawakuelewa kabisa wa Senegal na waliamua kuitoa timu. Uamuzi huo ukisimamiwa na kocha wao kiongozi, na waliamua kutoka. Wachezaji waliingia kwenye vyumba kwamba sasa hawataendelea na mchezo. Sadio Mane, nyota ambaye anakipiga kule katika ligi kuu ya Saudi Arabia, aliwashawishi wachezaji wenzake kurudi uwanjani. Alifanikiwa kuwashawishi. Mara baada ya kuchukua dakika kadhaa bila ya mafanikio, aliwafuata katika vyumba vya kuvalia wachezaji, na wachezaji wa Senegal walirudi uwanjani. Kocha aliridhia uamuzi wa wachezaji kurudi uwanjani, kocha wa Senegal. Baada ya hapo, penalti iliyoamliwa ilipigwa. Brahim Diaz ndiye aliyekuwa mpigaji na ndiye aliyekuwa nyuma ya mpira. Baada ya filimbi alikwenda kupiga mchomo mmoja dhaifu sana. Golikipa Mendy hakuwa babaika wala hakuwa na uchaguzi mwingine isipokuwa kuidaka moja kwa moja penalti ya wa Morocco, na Morocco kupoteza nafasi ya kupata ushindi wa goli katika dakika za mwisho ambao ungeweza kuiwezesha Morocco kuchukua kombe la AFCON mwaka 2025 wakicheza katika ardhi yao wenyewe ya nyumbani. Kilichotokea ni nini baada ya hapo? Mpira ulikwisha, hakuna aliyekuwa mbabe kwa mwenzake. Extra time iliamriwa na dakika zilianza kuhesabiwa. Mpira ukipigwa kwa kasi kubwa uwanjani, kila mmoja akiweka mbinu zake na turufu zake za mwisho ili aweze kuchukua ubingwa. Waliofanikiwa walikuwa ni Senegal kwenye hiyo dakika ya 4 tangu extra time ilipoanza, kwa maana ya dakika ya 94 kwa mchezo.
wa dakika 120 Senegal walifanikiwa kufunga goli la ushindi. Nani huyo? Alikuwa ni Pape Gueye ambaye aliweza kufanikisha Senegal kupata goli la ushindi. Matokeo yalibaki hivyo mpaka mwisho kabisa. Akihojiwa Sadio Mane nini kilimfanya awarudishe wachezaji au awashawishi wachezaji wake kurudi uwanjani, alisema dunia ilikuwa inautazama mchezo, wale waliokuwa uwanjani walikuwa wanautazama mchezo, wamelipa viingilio kwa ajili ya mchezo. Dunia nzima wale waliokuwa majumbani wakiufuatilia mchezo kupitia televisheni zao, na wao walikuwa wakiuangalia mchezo wa dakika 90 kulingana na kanuni. Kama mchezo unapata mshindi, dakika 120 kulingana na kanuni, kama mshindi inalazimika amriwe ndani ya extra time, au kama mchezo unakwenda mpaka kwenye matuta, kulingana na kanuni na sheria za mchezo wenyewe. Watu walikuwa wanautazama mpira, kwa hiyo isingekuwa vema kukatisha mchezo katikati, hata kama Senegal anakuwa mshindi au hata kama Senegal anashindwa. Kwa hiyo ilikuwa ni busara wao kuendelea na mchezo. Hayo yalikuwa ni majibu ya Sadio Mane, nyota wa Senegal. Na sasa UEFA Champions na kuletea matokeo ya michezo iliyochezwa tarehe 20 mwezi wa kwanza, siku ya Jumanne, ambapo timu kadhaa ziliingia uwanjani kupepetana. Na Bodo Glimt wa Norway, timu kutoka Norway, walifanikiwa kuwashinda Man City kwa magoli 3-1. Copenhagen ya Denmark ambayo ilifanikiwa ilitoka sare ya goli 1-1 na Napoli ya Italia. Inter Milan kutoka Italia, wao walifungwa na timu ya Arsenal kutoka Uingereza. Real Madrid waliwashinda Monaco ya Ufaransa goli 6-1. Sporting Lisbon iliwafunga PSG goli 2-1. Hapa unaweza ukaelewa mafinalisti wa UEFA Champions League katika msimu uliopita, Inter Milan na PSG wote waliangukia pua. Inter akiangukia pua mbele ya Arsenal kwa magoli 3-1. PSG akiangukia pua mbele ya Sporting Lisbon ya Ureno magoli 2-1. Unaweza ukaelewa kilichotokea. Tottenham aliwafumua Dortmund, timu kutoka Ujerumani, goli 2-0. Na haya ni baadhi ya michezo ambayo ilichezwa, na ninakuletea michezo itakayochezwa siku ya Jumatano tarehe 21, ambapo Galatasaray kutoka Uturuki watacheza na Atletico Madrid kutoka Hispania. Bayern Munich kutoka Ujerumani watacheza na Union Saint-Gilloise ya Belgium, na Chelsea watacheza na Pafos ya Cyprus. Juve watacheza na Benfica kutoka Ureno, na Seoul ya Ufaransa watakuwa wakipepetana na Liverpool kutoka Uingereza. Newcastle PS watacheza na PSV kutoka Uholanzi. Slavia Praha ya Jamhuri ya Czech watakuwa wakipepetana na Barcelona inayomiliki Lamine Yamal, nyota ya soka inayochipukia katika dunia ya soka. Na sasa tutaleta uchambuzi kidogo kulingana na matukio yaliyotokea katika mchezo wa fainali ya AFCON, kabla ya kuahirisha kipindi chetu wakati tunaandaa kipindi kingine kijacho. Nini kilitokea? Kuna maswali na kuna mjadala mzito ambapo ulitokea baada ya maamuzi ya penalty ya mwamuzi na kocha wa Senegal kuamua kuitoa timu ya Senegal uwanjani. Wengi walionekana kuunga mkono uamuzi wa referee, lakini
nitakuletea uchambuzi kidogo wa kitaalamu, nini kilitokea na nini kilipaswa kufanyika, nini hakikupaswa kutokea au kufanyika. Naweza kumpa pongezi kubwa Sadio Mane kwa kuonyesha busara ya hali ya juu na ukomavu uliopita kipimo cha kawaida, kwa yeye kuamua kuwashawishi wachezaji wenzake kurudi uwanjani kuendelea na mpira, wakiamini kwamba uamuzi wa kusitisha au kuvunja mchezo au kutoka uwanjani haukuwa wa busara. Ninamuunga mkono na ninampa pongezi. Nini kilitokea? Awali Senegal walifunga goli dakika za kipindi cha pili, dakika za mwisho, na likakataliwa na waamuzi kwa madai kwamba kulikuwa na faulo ambayo Senegal walifanya, na ni kweli kwenye picha za marudio unaweza ukaona kulikuwa kuna faulo ambayo kabla ya lile goli kufungwa Senegal walikuwa wameifanya, na ninamuunga mkono refarii kwamba maamuzi yake ya kuzuia na kukataa goli yalikuwa ni sahihi, kwa sababu ni kweli kulikuwa kuna faulo imetokea. Maamuzi yaliyomchanganya kocha wa Senegal pamoja na wengi washabiki ambao walikuwa wanaishabikia Senegal na kutamani Senegal waweze kuchukua kombe au waweze kupata ushindi, ni pale mwamuzi alipoamuru penalty ipigwe kuelekea goli la Senegal baada ya Brahim kufanyiwa foul kwenye eneo la penalty box ya goli la timu ya Senegal. Swali, je, penalty ile ilikuwa halali? Jibu ni ndio, penalty ilikuwa halali kwa sababu kulitokea faulo ya wazi kabisa. Wakati mpira uliokufa ukipigwa kuelekea golini mwa timu ya Senegal, nadhani ilikuwa ni kona ile, kuna tukio lilitokea la beki mmoja wa timu ya Senegal kumvuta na kumwangusha chini Brahim Diaz na akaanguka chini. Beki aliyemwangusha chini Brahim Diaz ndiye aliyepiga mpira kichwa, akiwa mchezaji wa kwanza kugusa mpira uliopigwa kona na kuokoa mpira ule. Ile ilikuwa ni faulo, na ni faulo ya wazi kabisa, ambayo hata hivyo refarii aliyekuwa akichezesha mchezo hakuona, na kwa hiyo hakupiga filimbi wala kuamua kwamba iwe ni faulo. Badala yake, baada ya sekunde kadhaa mpira ukiendelea, huku wachezaji wa Morocco wakilalamika sana kwamba ile ni penalty na inatakiwa kuamriwa kuwa penalty, VAR, marefari walioko kwenye chumba cha VAR walimwambia refari aliyeko katikati ya uwanja, walimuita aje afanye uhakiki wa kilichotokea. Baada ya kuzitazama replay za videos kutoka engo alizopewa kuangalia, aligundua ya kwamba kweli kulikuwa kuna faulo iliyofanyika. Kwa hiyo kwa kweli kulikuwa kuna faulo. Zile picha za marudio zinatupa fursa ya kuhakikisha hilo, na kulikuwa kuna faulo ya wazi na penalty ya wazi. Referee hakuwa na makosa kuamua kwamba ilikuwa ni foul. Referee hakuwa na makosa kuamua ya kwamba ilikuwa ni penalty. Aliyekuwa na makosa ni nani? Beki aliyefanya faulo wa Senegal, aliyemtendea faulo Brahim Diaz, huyo ndiye aliyekuwa na makosa. Hata hivyo, Morocco hawakuweza kufunga, maana penalty iliyopigwa na Brahim Diaz ilidakwa moja kwa moja na Mendy, goalkeeper mzoefu na ambaye amechukua tuzo za goalkeeper katika mashindano ya mwaka 2021 ya AFCON. Alichukua tuzo ya goalkeeper bora. Alidaka na kuwanyima matumaini ya kuchukua ubingwa Morocco. Nini alifanya
kocha mkuu wa kikosi cha Senegal, ilikuwa ni maamuzi ya kimhemko zaidi kuitoa timu uwanjani, jambo lililoonyeshwa na mchezaji wake mzoefu Sadio Mane ambaye anakipiga katika ligi kuu ya Saudi Arabia, akipokea mshahara mkubwa kutoka kwa Waarabu ambao ni matajiri wa biashara ya mafuta. Lilikuwa ni jambo la busara sana alipoamua kuwashauri wachezaji wenzake kurudi uwanjani, na alifanikiwa, wazo lake likiafikiwa. Hata kocha wake baadaye aliafiki na kuwaruhusu wachezaji wa Senegal kurudi uwanjani kuendelea na mpira. Jambo lile lilikuwa ni jambo la kiungwana ambalo Sadio Mane alilifanya. What if kama wangeendelea kugomea mchezo? Kwanza wasingechukua kombe, maana wasingeshinda, maana wangekuwa wamegomea mchezo na wasingerudi kuendelea na mchezo. Hilo la kwanza. Kinyume chake, kurudi uwanjani kuliwawezesha wao kushinda mchezo na kupata kombe. La pili, wangepata adhabu kali sana kutoka katika mamlaka za soka zinazosimamia michuano hii ya AFCON, CAF. Huu ulikuwa uchambuzi mfupi kutokana na yale machache yaliyoonekana kutokea katika mchezo wa fainali ya kombe la michuano ya mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 ambayo yamechezwa katika mwezi wa kwanza mwaka 2026 na Senegal kujichukulia ubingwa. Senegal na Morocco ndizo timu ambazo katika bara la Afrika zinajulikana sasa kwa kutawala sana mpira wa Afrika kama timu ambazo ndio top barani Afrika kwa sasa, na hao ndio walioingia fainali. Kwa nini Senegal na Morocco ndio timu top barani Afrika? Senegal na Morocco wote wanafanya vizuri sana katika kuandaa timu zao kuanzia katika marika ya utoto na katika rika la vijana, kupitia timu zao tofauti na programs mbalimbali za vijana. Wana programs nzuri za vijana ambazo zinawawezesha kufanya maandalizi mazuri kwa vijana kwa ajili ya kuandaa timu ya wakubwa ya taifa. Wanachukua wakipishana Senegal na Morocco katika kuchukua makombe tofauti ya Afrika, under 15, under 17, under 20, under 21, under 23. Wanafanya vizuri barani Afrika na kwa ujumla duniani katika michuano ya dunia. Kwa hiyo ni timu ambazo zinamiliki programs mbalimbali za vijana ambazo zinawafanya kuwa na vipaji vingi, wanaandaa vipaji na wanaandaa timu zao, na kwa hiyo wanawakuza vijana katika programs mbalimbali za soka, na mafanikio yao yanaonekana wazi kupitia programs zao. Wanazisimamia vema, wana programs hizo na wanazisimamia vema. Nadhani mataifa mengine kama Tanzania na wenyewe wanaweza wakaiga na kufanikisha soka la Tanzania kwa kufanya kama ambavyo Morocco na Senegal wanafanya. Mimi ni Samuel Kakila, kipindi ni Sayari ya Soka. Asante kwa kunisikiliza. Karibu katika kipindi kijacho.